Serikali itakayoiunda itawajibika na kuendelea na mageuzi ya sera zinazogusa maslahi na ustawi wa maisha ya wananchi moja kwa moja. Hivyo basi ni lazima viongozi wa serikali kwa ngazi zote, kuanzia mawaziri hadi maafisa tarafa, wawe karibu na wananchi ili kuweza kufahamu changamoto zao na kuwajibika kwao. Kwa kuwa ahadi tulizozitoa ni nyingi, matamanio ni mengi, matarajio ni makubwa na muda wa kuyatimiza haya ni mchache, tutaongeza kasi ya utekelezaji wa mipango ya serikali ili tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea. Na wasema haya mapema kwa watendaji waliopo serikalini, na mmeona makatibu wakuu wako hapa, na wale nitakaowateua kwa ajili ya kujitayarisha kisaikolojia na kujipanga vyema kufanikisha malengo hayo. Wananchi wanahitaji mabadiliko chanya kwa maendeleo. Watendaji msipobadilika kuendana na matarajio ya wananchi, tutawabadilikia. Mheshimiwa Spika, katika hotuba ya kufunga kampeni tarehe 28 mwezi wa 8 2025, nilitaja mambo ambayo serikali ingeanza nayo ndani ya hizo siku 100. Tuliahidi kutoa ajira kwa fani za sekta ya afya na elimu. Leo ikiwa ni siku ya 12 tangu muhula huu wa pili wa awamu ya 6 uanze, tayari tumeshatangaza nafasi za ajira 7,000 za walimu na nafasi za ajira 5,000 za watumishi wa sekta ya afya. Hatua hii ni mwanzo wa kujibu kiu ya wananchi ya kuboresha huduma za afya na elimu. Katika hatua nyingine, tunajiandaa kuanza kwa majaribio bima ya afya kwa wote. Serikali itakuja kwenu waheshimiwa wabunge na mapendekezo ya namna ya kufanikisha majaribio hayo, na niwaombe muyaunge mkono mapendekezo hayo ambayo yatakuwa mwanzo wa mageuzi katika upatikanaji wa huduma bora za afya kwa watu wote nchini. Tunadhamiria kuviunganisha vituo vya huduma za afya kidijitali na kuhakikisha vinakuwa na vifaa na huduma za viwango stahiki kwa kila ngazi husika. Tunakusudia kuweka viwango vinavyofanana ili watumiaji wa bima ya afya mjini